Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa UN Volker Turk amewaasa Ethiopia na Eritrea kuchukua hatua za haraka kupunguza mvutano kutokana na hali tete katika mkoa wa Tigray. Taarifa hii imetolewa leo Februari 11 na msemaji wa haki za binadamu wa UN Ravina Shamdasani katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika Geneva, Uswisi, ambapo taarifa hii imekuja baada ya Ethiopia kuishutumu Eritrea kwa mauaji makubwa huko Tigray na kuagiza jeshi la Eritrea kuondoka katika ardhi yake. Shamdasani amesema kuwa mapigano ya hivi karibuni kati ya jeshi la kitaifa la ulinzi la Ethiopia ENDF na vikosi vya usalama vya Tigray TSF yameonyesha hatari ya kuongezeka kwa mgogoro wa haki za binadamu kaskazini mwa nchi hiyo. Hali bado ni tete sana na tuna hofu kuwa itazidi kuwa mbaya ikikaribia hali ya kibinadamu na haki za binadamu katika eneo hilo. Lazima pengine jitihada za pamoja na endelevu na msaada wa jumuiya ya kimataifa kupunguza mvutano kabla ya kuchelewa. Mazungumzo ya kisiasa na hatua za kujenga imani yanahitajika haraka, si kuendelea na mapigano, alisema. Mapigano kati ya ENDF na TSF yalizidi kuongezeka Januari 26 katika maeneo ya Selemti na Lailai Selemti kaskazini magharibi mwa Tigray karibu na mpaka wa Amhara, huku TSF ikiondoka eneo la Selemti Februari 1. Shamdasani pia amesisitiza kuwa raia wanaendelea kushikiliwa katika mikoa ya Songo, huku vikosi vya usalama vya Tigray na ENDF vikiripotiwa kuwakamata raia kwa tuhuma za kuwa na uhusiano na upande unaopinga. Aidha, mapigano yanaendelea kusini na kusini magharibi mwa Tigray karibu na mpaka wa Afari kati ya TSF na kikundi kinachojitambulisha kama Tigray Peace Forces. Zaidi ya raia milioni 1 bado wamehamishwa ndani ya nchi kutokana na mzozo wa Tigray wa mwaka 2022, huku idadi halisi ya waliokufa ikibaki kutokufahamika.